Mossad ya nchini Israel inasema kwamba mabadiliko ya utawala nchini Iran huenda yakachukua mwaka mmoja mwingine. Hii ni kwa mujibu wa mkuu wa shirika hilo la kijasusi Bania, ambaye ametabiri kuhusu vita hivyo. Kulikuwa na matukio ya vipindi vingi vya muda kama vile miezi kadhaa, lakini sasa tunaona ni mwaka mmoja ndio ulikuwa na uwezekano mkubwa wa kukadiria, anasema bwana David Bania. Katika mkesha wake wa utabiri wa vita kwa baraza lake la mawaziri la Israel, mkurugenzi wa Mossad David Bania alitabiri kwamba mabadiliko ya utawala nchini Iran huenda yakachukua mwaka mmoja. Hii ni kwa mujibu wa gazeti la Jerusalem Post limebaini. David Bania anaamini kwamba bado kuna fursa ya kuondoa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini mapambano yanahitajika ya nguvu na hii itachukua mwaka mzima kufanya tukio hilo. Hata hivyo, kulikuwa na matukio na vipindi vya muda kama vile miezi kadhaa ambayo waliona, lakini sasa ni mwaka mmoja ndio ulikuwa na uwezekano mkubwa wa kukadiria. Maana yake ni kwamba bado utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran una nguvu kubwa na si rahisi kuuangusha kama ambavyo Rais wa Marekani Donald Trump alidhani. Ufichuaji wa taarifa hizi na msimamo tata wa Bania kuhusu suala hilo unaonekana kuwa na nia ya kumtia doa yeye na Mossad kwa uwezekano mkubwa kwamba juhudi za kuuangusha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu wa Iran zitashindwa au kuchukua muda mrefu sana. Baadhi ya vyanzo vimeripoti, ikiwa ni pamoja na Channel 12 pamoja na New York Times, kuhusu suala hilo huenda ni wasaidizi wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu au Rais wa Marekani Donald Trump na wengine wanaweza kuwa kutoka katika jeshi la Israel ambao waliamini katika jaribio la kubadilisha utawala huo kwa namna ya mapambano, lakini pia kwa namna ya kuua viongozi wa juu. Lakini mpango huu unaonekana umeshindwa. Ofisi zote tatu, kwa maana ofisi ya Rais Donald Trump, lakini pia ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, kadhalika na ofisi za kijeshi, huulizwa maswali kila siku kuhusu kwa nini bado hazijafaulu katika kuangusha utawala huo, katika kuleta mabadiliko ya serikali. Bania kwa upande wake amesema kwamba lazima kuwepo kwa tahadhari ya hali ya juu, lakini pia akizungumzia juu ya utabiri wa vita ambavyo vinaendelea. Hata hivyo, Bania anatajwa kwamba ni moja kati ya watu ambao hutabiri juu ya njia ambazo wanaweza wakazitumia katika kufanya mabadiliko katika taifa hilo la Kiyahudi. Zaidi ya hayo, wasilishaji wowote ambao Bania angetoa kwa maafisa wa utawala wa Trump wakati wa safari yake iliyoripotiwa sana kwenda Marekani katikati ya Januari au wakati wa mazungumzo mengine pia ungedhibitiwa vikali na Netanyahu, sio aina fulani ya vita vya uhuru. Hata hivyo, chapisho limeeleza kwamba katika miaka ya awali ya muda wa Bania kulikuwa na mambo muhimu ambapo kwa nadharia Netanyahu angetaka Mossad kufanya aina fulani ya operation, lakini Bania alieleza kuwa haikuwa ya kweli licha shinikizo kwake kuidhinisha. Wakati vyombo vya habari vikieleza wakati wa kipindi hiki cha vita kwamba Bania alimwambia Netanyahu kwamba aliamini kuangusha utawala wa Iran kunawezekana, ni baadaye tu katika kifungu hicho kilielezea kwa undani baadhi ya masharti ambayo Bania angeyaweka juu ya utabiri kama huo. Ripoti hiyo hatimaye ilibainisha wazi kwa mkuu wa Mossad ambaye amesema alikuwa na mashaka kuhusu hali inavyoendelea katika wakati halisi wa vita na kuhusu muda ambao ungewezekana kuondoa mamlaka nchini Iran. Kadhalika, ripoti ya The New York Times ilisema kwamba Bania alimwambia Netanyahu kwamba ndani ya siku chache za kwanza za vita wangeweza kumaliza kazi ya kuondoa utawala huo, lakini walichofanikiwa ni kumuua kiongozi mkuu na baadhi ya viongozi wa kijeshi bila kupata mafanikio ya kuondoa utawala ambao umepata warithi. Ripoti inamlaumu Netanyahu na Trump kwa kuchukua mtazamo wa matumaini kupita kiasi katika vita vya Iran na kusababisha mabadiliko ya utawala dhidi ya utabiri wa maafisa wa Marekani na baadhi ya maafisa wengine katika mashirika mengine ya kijasusi ya Israel. Ripoti hiyo pia imeeleza kumuonyesha Netanyahu hana subira na kushindwa kwa Mossad kuleta mabadiliko ya utawala katika siku za mwanzo za vita, huku kukiwa na wasiwasi kuhusu hatari ya kupoteza uungwaji mkono kutoka kwa Trump. Kwa mara nyingine tena, hakuna ushindi bila kujali mashambulizi kutoka vyanzo visivyojulikana ambavyo vinaweza kuwa na ajenda ya kisiasa, kwamba Mossad ilitoa maoni tofauti na yale ya IDF iliyosema hadharani kwamba kikosi cha kijeshi kinaweza kuunda mazingira ya mchakato wa mabadiliko ya utawala na baada ya vita. Hatimaye ripoti hiyo ilibainisha kuwa kipengele kimoja ni mipango ya Mossad, ikiwa ni pamoja na kuunga mkono uvamizi wa makundi ya wanamgambo wa Kikurdi wa Iran walioko kaskazini mwa Iraq. Na hata hivyo, Trump mwenyewe amekuwa akipuuza hadharani hatua hiyo ambayo ripoti zinaonekana kudai Bania ilimshawishi.
Mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kauli iliyotolewa na mkuu wa Mossad Bwana David Bania akisema kwamba kwa hali ilivyo wakati huu sio rahisi kuung'oa utawala wa Iran. Zaidi ni kwamba ni baada ya mwaka mmoja ujao ndio kutakuwa na uwezekano huo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.